Katika mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea kule Mashariki ya Kati, waziri mkuu wa Israel ndugu Benjamin Netanyahu, yaani wengi wanapenda kumuita Bibi, amejibu vikali madai ya mwandishi Tucker Carlson aliyedai kuwa Wayahudi wa Israel wa leo ni Wayahudi wa Kijerumani. Katika mahojiano kwenye Dinesh D'Souza podcast, Netanyahu aliweka wazi akasema hakuna shaka kwamba Wayahudi wa Israel wa leo ni uzao wa moja kwa moja wa wana wa Israeli wa kale. Ukifanya uchunguzi wa DNA ukalinganisha na mabaki ya kale ya makaburi, utaona uhusiano wa moja kwa moja. Bibi pia alikanusha vikali madai kuwa Israeli inafanya mauaji ya kimbari huko Gaza, akisema watu wanasema tunataka kufanya mauaji ya laiki. Hapana, hatuangushi mabomu kiolela Gaza. Kama tungefanya hivyo, kungekuwa na idadi ya kutisha ya vifo vya kiraia, na hiyo siyo sera yetu. Kauli hii imezua mjadala mkubwa mitandaoni, huku baadhi wakimuunga mkono na wengine wakimpinga vikali, wakisema vitendo vya Israel Gaza vinaonyesha kinyume kabisa na anachokidai. Bwana, moja ya podcast ambayo inachukua nafasi kubwa zaidi ilimuoji ndugu Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa kule Israeli, juu ya madai ya kwamba bana wale wa Israeli ambao tunaona hivi sasa ni wametokea Ujerumani, asili yao sio pale ambapo wamepashikilia Israeli, ndani ambayo taifa ambalo lilikuwa zamani pakifahamika kama Palestina. Lakini yeye amekuja hadharani akasema ukichunguza vinasaba utagundua sisi wote ndo wale wale wa zamani. Kwa hiyo swali hilo nadhani inabidi liweze kufutwa mara moja. Lakini kingine ambacho walikuwa muuliza juu ya mauaji ya kimbari ambayo yanaendelea kule Gaza, ambapo ripoti zinaeleza takriban watu 67,000 mpaka hivi sasa, namba kubwa ikiwa watoto wadogo pamoja na wamama wameweza kupoteza uhai kwa kiwango kikubwa zaidi. Sasa akaja hadharani na kutamka ya kwamba sisi hatudondoshi mabomu kiholela, na kama ingekuwa tunafanya hivyo basi namba kubwa ya watu ingekuwa imepoteza uhai. Lakini kinachofanyika tunadondosha kwenye sehemu ambazo Hamasi wameweza kujificha, na viongozi mbalimbali ambao tunafahamu wanashirikiana na makundi ya kigaidi kutekeleza mashambulizi, ndo kitu ambacho tunakifanya. Ijapokuwa watu wengi wanadai kuwa labda anajitetea tu, lakini ukweli upo wazi ya kwamba yeye anashambulia sehemu yoyote ile ambayo anaona kitu kina uwezo wa kuanguka na kikasababisha madhara, basi yeye anaweza kudondoshea bomu. Hatujajua kwa sababu yeye amekanusha na upande wa pili wameweza kutoa taarifa hii, lakini aliyekuwa sahihi siku zote labda ni mtu na moyoni mwake. Kwako wewe kwenye sehemu ya comment nataka kupata kusikia kwako unasimama na upande gani? Upande wa watu wa Hamas yaani Palestina, ama upande wa Israeli chini ya Benjamin Netanyahu kupitia kauli ambayo ameitoa siku ya leo?